Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche ametoa kauli kali akikanusha taarifa za serikali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyokosoa ripoti ya BBC Africa Eye kuhusu kiongozi wao Tundu Lissu. Heche alitoa maoni yake kupitia mtandao ya kijamii mara baada ya msemaji wa serikali Gerson Msigwa kuchapisha taarifa rasmi inayopinga makala hiyo. John Heche alieleza kuwa serikali inayodai kukanusha ripoti hiyo ndio inayohusika na matatizo yaliyotajwa. Alisema serikali hiyo imeharibu heshima ya nchi kimataifa kwa matendo yake mbalimbali yanayohusiana na haki za binadamu na uhuru wa kisiasa. Heche aliwataja moja kwa moja kuwa serikali imewaua maelfu ya watu, inajiweka madarakani kwa nguvu ya bunduki na inabambikiza watu mashtaka ya uongo. Akiliongeza kuwa badala ya serikali kulalamika kuchafuliwa, inapaswa kurekebisha mambo yanayofanywa na viongozi wake. Kauli ya John Heche ilikuja tu kama jibu la moja kwa moja kwa taarifa ya serikali iliyosema kuwa makala ya BBC ilikuwa na upendeleo, iliyokosa ushahidi thabiti na ilikuwa na lengo la kuichafua Tanzania. Serikali ilisema ilitoa nafasi ya kujibu, lakini BBC ilikataa kufanya mahojiano ya pamoja na viongozi wake akiwemo waziri wa mambo ya ndani ya nchi na spika wa bunge. Heche alipinga madai hayo na kusema BBC haiwezi kuwa chombo kinachotangaza uongo kama serikali inavyodai. Alikuwa akitaja kujua ni wapi serikali itatoa udhibiti wa kulalamika wakati inafanya vitendo hivyo vinavyotajwa katika ripoti hiyo. Katika taarifa yake, John Heche aliwakumbusha Watanzania kuwa nchi inatangazwa vibaya kwa matendo ya serikali yenyewe na si kwa ripoti ya vyombo vya habari. Alisema kuwa huwezi kuua watu, kuteka, kupoteza na kufunga watu kwa mashtaka ya uongo kisha ukilalamika unatangazwa vibaya. Heche alisisitiza kuwa ukweli unaoendelea na BBC ama ukweli uliotolewa na BBC unapaswa kukubalika badala ya kukanushwa bila ushahidi. Aliandika moja kwa moja kwamba serikali isiyojali haki ya binadamu inajaribu kuwafunga watu kwa kesi ya uongo, na leo ni inatoa wapi ujasiri ya kulalamika? John Heche alitumia fursa hiyo kuungana na maoni ya wananchi wengine waliojibu taarifa ya serikali. Baadhi ya maoni yaliyotajwa yalikuwa yanapinga serikali kulaumu vyombo vya habari wakati matatizo yanayotokana na uongozi wenyewe. Heche alisisitiza kuwa Chadema inaendelea kushikilia msimamo wake wa kuwatetea viongozi wao wanaokabiliwa na kesi kama vile ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu. Kumbuka, Tundu Lissu mwenyewe ni mwenyekiti wa Chadema mwenye umri wa miaka 58. Alikamatwa Aprili mwaka uliopita wakati akifanya kampeni chini ya kauli mbiu ya chama chake cha hakuna mageuzi kama hakuna uchaguzi. Mamlaka zilizoeleza kampeni hizo ilikuwa ikichochea umma kupinga uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita. Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini ambayo adhabu yake inaweza kuwa kifo na hawezi kuachiliwa kwa dhamana. Mke wake Alicia amefunguka katika mahojiano ya BBC kuwa hajamuona au kuzungumza na mumewe kwa mwaka mmoja nzima. Alicia yuko uhamishoni nchini Ubelgiji na amefuata kesi hiyo kupitia mawakili na taarifa mitandaoni. Alicia alieleza miezi ya kwanza baada ya kukamatwa kwa mumewe ilikuwa migumu sana na alisongwa na mawazo. Alieleza Lissu alikamatwa mara kadhaa hapo awali, lakini mara hii ni shaka kubwa zaidi kwa familia. Familia inalazimika kushughulikia maswali mengi kutoka kwa watoto wao waliosoma Marekani. Alicia alichukua jukumu la kuwaweka familia imara bila msaada wa moja kwa moja kutoka kwa mumewe. Alikumbuka historia yao tangu walipokutana wakati wa mafunzo ya JKT na baadaye katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo Lissu alikuwa akikimbia polisi wakati wa maandamano.
Historia ya Lissu inaonyesha ujasiri wake tangu miaka ya zamani, akiligombea ubunge mwaka wa 1995 bila kufanikiwa, na baadaye alichaguliwa kuwa mbunge wa Sindika Mashariki mwaka wa 2010 baada ya Rais John Pombe Magufuli kuchukua madaraka ya mwaka wa 2015. Kukamatwa kwa Lissu kulizidi kuwa mara kwa mara. Mwaka wa 2017 alipigwa risasi 16 na kujeruhiwa vibaya na kulazimika kupata matibabu nje ya nchi. Baada ya kifo cha Magufuli, Rais Samia Suluhu Hassan kuchukua madarakani, Lissu alirejea Tanzania mwaka wa 2023 na kuendelea na shughuli za kisiasa. Serikali ilisema nafasi ya kiraia imepanuliwa nchini chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, na Tanzania inaongoza katika uhuru wa vyombo vya habari katika Afrika Mashariki. Hata hivyo, John Heche katika kauli yake alikanusha madai hayo na kuonyesha kuwa matatizo yanaendelea. Alitaka serikali iache kuwafunga viongozi wa upinzani na kuwabambikizia kesi. Heche alisisitiza kuwa watu wanaosomea serikali kupitia muziki na mitandao wanatoa ujumbe wazi. Alitoa wito kwa serikali kuwaachilia viongozi wao na kuacha vitendo vinavyochafua nchi. Kauli yake ilikuja wakati ripoti ya BBC ilipochambua maisha ya Lissu na familia yake, ikionyesha gharama za kibinafsi na kitaaluma za kupigania mageuzi. Halisha alieleza kuwa Lissu anaamini kupinga dhuluma kutokana na malezi yake. Alisema hata baada ya miaka mingi bado anamuona kama yule kijana mjasiri aliyekuja jumbani kwake chuoni akiema. John Heche alitumia kauli yake kuunga mkono msimamo huo na kuonyesha kuwa Chadema inaendelea kupigania haki bila uoga. Alisema serikali inapaswa kukabiliana na ukweli badala ya kushambulia vyombo vya habari. Heche aliwahakikishia wafuasi na wa Chama cha Mapinduzi kuwa mapambano bado hipo na lazima wawe mstari wa mbele kukabiliana na serikali iliyopo madarakani. Heche alisema serikali inapaswa kukabiliana na ukweli badala ya kushambulia vyombo vya habari, huku akiwahakikishia wafuasi wa chama kuwa mapambano yanaendelea na wito wa kuachiliwa kwa Lissu utaendelea kupigwa. Serikali ilisema kesi ya Lissu haiwezi kujadiliwa kwa kuwa iko mahakamani na hakuna aliye juu ya sheria. Iliongeza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan alimwalika Lissu kurejea nchini ili kushiriki katika shughuli za kisiasa, huku Heche alipinga mtazamo huo na kusema vitendo vinavyoonekana vinapinga madai hayo. Kauli yake ilivutia maoni ya wengi mtandaoni kutoka kwa wananchi walioeleza kudhurithika na jinsi serikali inavyoshughulikia upinzani.